Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze na mtu anaitwa Ratiba. Huyu Ratiba huyu, hivi kweli Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupangiwa siku moja, mbunge kuongea dakika 6, wakati ng'ombe duniani Tanzania ni miongoni mwa nchi 10 ambazo zinahusika na ng'ombe, na katika Afrika Tanzania ni ya pili nyuma ya Ethiopia, tuna ng'ombe milioni 39. Ratiba huyu basi tu. Mheshimiwa Waziri, na kupongeza, unafanya kazi sana, wizara imechangamka, lakini kwenye hotuba yako umezungumzia swala la BBT, lakini ukaja na ile kauli mbiu ile ya kujenga kesho iliyo bora, na hasa kwa kupitia ufugaji wa samaki kwa vizimba. Naomba nijikite kwenye vizimba kwa sababu ya muda. Tulilenga kwamba tukifuga kwa vizimba, kwanza tutaongeza ajira, lakini pia tutaongeza pato la taifa kupitia uvuvi, lakini pia tutapambana na umaskini ambao umekithiri miongoni mwa watu wa chini, hasa kwenye ziwa Victoria ambako mimi natoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nichangie kwa kumuuliza Mheshimiwa Waziri, sijui kama anazijua changamoto au matishio dhidi ya ufugaji wa samaki kwa vizimba katika ziwa Victoria. Mheshimiwa Waziri, nisikilize kwa makini. Sasa hivi kuna matishio makubwa yameanza kule ziwa Victoria, hususan kwenye ufugaji wa samaki kwa vizimba. Wafugaji wazawa sasa hivi hawako kwenye ushindani ulio sawa, kwa sababu wawekezaji wa kigeni wamekwisha tamalaki kwenye ziwa Victoria. Wengine wamepewa mialo kilomita zaidi ya 5, wakiwemo wa China na wa Zambia. Sasa kumbuka, kule kwao China kwa mfano, wakichukua mikopo kule China wanachukua kwenye mabenki kwa 2%. Lakini wazawa sisi hapo wakienda kwenye mabenki ili wawekeze kwenye vizimba, watapigwa mikopo kuanzia 8% mpaka 24%. Kwa hiyo hawa wawekezaji wa kigeni watakuwa majiant, watakuwa na uwezo wa kuzalisha samaki kwa wingi, watatawala masoko, watatawala teknolojia. Kwa hiyo kwa vyovyote vile wafugaji wazawa wataterekeza vizimba, kwa sababu hata uwezo wa kushindana hawatakuwa nao. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri, jaribu kuhakikisha kwenye mazingira kama haya hawa wafugaji wa vizimba wa kigeni waweze kupata leseni ambazo zina mazingira tofauti, kwa sababu nimejaribu kufuatilia mazingira ambayo yanaondoa kabisa ushindani ulio sawa. Leseni zao na za wazawa hazina utofauti. Sasa tishio hili usipolifanyia kazi, wafugaji wazawa watatoweka. La pili, kumeanza pia kuwa na wawekezaji wa mitaji ya briefcase. Wanatoka kule hawana hela, wanakuja humu wanazunguka, wanapata mikopo kwenye mabenki, alafu wanaenda kuwekeza kwenye vizimba. Ninakuomba jaribu kuhakikisha kwenye eneo la vyakula vya samaki, kuhakikisha kwamba zile inputs zote ambazo ni sehemu ya mtaji muweze kuwalinda wazawa. Inakuwaje tunakuwa na sera za kulinda viwanda vyetu vya ndani, alafu tushindwe kuwalinda wafugaji wa vizimba ambao ni wazawa, ili kweli waweze kujenga kesho iliyo bora? Hivi kweli Tyson unaweza ukampambanisha na kiduku au Mwakinyo? Si ni kumuua tu yule. Mheshimiwa Waziri, niende kwenye swala la uvuvi haramu pale ziwa Victoria, maeneo ya jimbo la Mwibara. Mheshimiwa Waziri, sasa hapana. Kuna wavuvi hao wamekuja na teknolojia, nadhani unaifahamu au umeisikia, yanaitwa manyamu au machoteni. Wanatoka wilaya ya Busega, wanasogea pale Sozia mpaka pale Kisoria, wana marungu, wana mapanga, wana mawe, wanakatakata nyavu za wavuvi wengine ndoana, alafu wanavua kiharamu kwa kutumia hayo manyamu. Lakini maafisa uvuvi wapo wanawaona,
na hata wakienda kufanya doria wanawafanya kama mtaji sasa wa kujipatia fedha. Pambana na uvuvi haramu. Nimesikia hapa kwamba kuna utaratibu wa kufunga ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri, sisi ambao tuko kwenye ziwa Victoria, ni kweli kwenye dagaa tumejaribu, kuna kitu kinaitwa mtegeruko. Watu wanategeruka, wanaacha ziwa linapumua, alafu wanapata dagaa. Sasa leo mkifunga maziwa kwa sababu ya uvuvi mwingine, na mkafunga ziwa Tanganyika, na mkaona kwamba kufunga ziwa Tanganyika hakutoshi, sisi ziwa Victoria tuna wasiwasi, kwa sababu tunajua sasa sisi ndio tunafuata. Niombe Mheshimiwa Waziri, serikali isije ikajaribu kufanya kitu kama hicho. Imarisheni doria. Doria ndizo zitanusuru maziwa haya. Mkiyafunga maziwa haya na watu wengine wana mikopo, msifikiri tu hawa vijana tuliowakopesha ndio wana mikopo, lakini kuna wafanyabiashara ambao pia wana mikopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa.